Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Sasa namuita Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhani, mbunge wa Bumbwini, aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa niko tayari kupokea majibu ya serikali kwa swala namba 494. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu Wanu Amer. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 494 la Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhan, mbunge wa Bumbwini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Tume ya Vyuo Vikuu yaani TCU na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTIVATE imeendelea kuandaa na kuboresha mitaala ya vyuo na taasisi za elimu ili kuwajengea vijana ujuzi, stadi na maarifa atakaowawezesha kujiajiri au kuajirika baada ya kuhitimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa azma hiyo hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya programu 821 zimepitiwa ili kuhakikisha zinaendana na mahitaji ya soko la ajira. Kati ya hizo programu 533 zimeboreshwa na 288 zimeandaliwa upya. Aidha, programu hizo zimejumuisha maudhui ya ujasiriamali, matumizi ya teknolojia, ubunifu na stadi za kidijitali, pamoja na msisitizo wa mafunzo kwa vitendo ili kuwawezesha vijana kujiajiri na kuajirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile serikali imeelekeza kila chuo na taasisi ya elimu ya juu kuunda kamati ya ushauri ya viwanda, yani Industrial Advisory Board, ili kuunganisha elimu na mahitaji ya soko la ajira. Kamati hizo zitasaidia katika uboreshaji wa mitaala, kutambua mapungufu ya ujuzi, kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi, pamoja na mafunzo ya vitendo, utafiti na ubunifu. Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhani, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri ya serikali, lakini napenda kumuuliza masuala mawili ya nyongeza. Kwa kuwa elimu ya juu ni suala la muungano na Zanzibar tuna vyuo vikuu karibu 7 sasa. Je, mkakati huu na mipango hii ya kamati ambazo zimo ndani ya bodi na mpango wa kuhakikisha kwamba vijana wanapata sifa za kuweza kujiajiri na taaluma inatolewa katika misingi ya kujiajiri na kupata manufaa vijana wanaomaliza vyuo, je, vyuo vikuu vya Zanzibar mpango huo upo? Pili, kwa kuwa vyuo vikuu vyote vya Tanzania vimekuwa kwa kila mwaka wahitimu wengi wanahitimu na wanaendelea kubaki mitaani, upi mkakati wa serikali na kauli ya serikali kutoa mafunzo ya ziada ili vijana waweze kuendelea na kupata ajira na kuendeleza maisha yao kiuchumi? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhan kama ifuatavyo. Kwanza, nikubaliane naye kuwa elimu ya juu ni jambo la muungano. Na kwa kuwa elimu ya juu ni jambo la muungano, maelekezo ya serikali ya kuanzishwa kamati hizi za ushauri za viwanda yanahusu vyuo na taasisi za elimu ya juu zote zilizo chini ya mfumo wa elimu, ikiwemo vyuo vikuu vya Zanzibar. Na nichukue fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuiomba Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kusimamia uanzishwaji wa kamati hizi, lengo likiwa ni kuhakikisha mitaala inaendana na soko la ajira lililopo hivi sasa. Lakini swali lake la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nakubaliana na yeye kwamba lipo wimbi la wanavyuo wengi wanaohitimu na hawana ajira rasmi, na serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kuona kwamba wanafunzi wanaohitimu wanaweza kujiajiri wenyewe. Serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya upatikanaji wa taarifa, lakini pia upatikanaji wa fursa mbalimbali na mafunzo
ya kiuchumi ili kuwasaidia wahitimu kutumia ujuzi wao kujiajiri. Lakini pia serikali imeendelea kuimarisha mashirikiano mbalimbali na sekta binafsi kuhakikisha uimarishaji wa mafunzo na kufungua fursa za ajira zaidi kwa wahitimu wetu.